lakini kwenye mtu ambao hajampokea Roho Mtakatifu kuelewana halipo. Hakuna utakatifu utakaopeleka mtu mbinguni kupitia maji. Ni kwa sababu ya ile nguvu ambao ni ubatizo wa moto. Ubatizo wa maji, nikikupeleka mimi majini, ninakubatiza kwa ajili ya kuzizika dhambi. Ninasema tazama, ninakuzika pamoja na Yesu, hapo na kudumbukiza. Ukija kuona na kuweka katika kwenye ubatizo wa moto na kuja kuweka mkono wangu, ninakuwa nimekuamini, yani vikali. Kanisa ninalo. Mtazamaji wa channel yetu, tupo hapa na mchungaji Gaston. Leo tunasoma somo la ubatizo. Mimi mchungaji, kabla sijafika hapa nilipitia vitabu kadhaa vya kihistoria. Nikagundua kwamba kumbe ubatizo ulianza na tuseme kafara au ibada za Kiyahudi. Wao walikuwa wanafanya wanaita muosho mtakatifu, kipindi cha Second Temple. Second Temple maana yake ni kama kipindi cha kanisa la pili au sinagogi la pili, kipindi cha utawala wa kidini. Wao walikuwa na muosho mtakatifu. Akaja baadaye mtume wa Mungu Yohana Mtakatifu, Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji akaendeleza zaidi, akasema hii ndiyo alama ya wokovu na msamaha, kwamba ndio alama ya mtu kuomba msamaha na kusamehewa madhambi yake ni pamoja na kuoshwa kwa ubatizo. Leo hii tunaona ubatizo unaendelea. Yohana mwenyewe kwanza aliongea ndani ya kitabu cha Luka ile 3 mstari wa 16. Watu walikuwa wanaulizana, wewe ndo Masihi mwenyewe nini? Huyu ndo Kristo mwenyewe nini? Yohana akawajibu akawaambia kwamba kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi. Alikuwa anamsema Masihi hapo, ambaye mimi sistahili kuilegeza kamba ya viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tunaona mpaka sasa hivi mchungaji, ubatizo unaendelea. Watu wanabatizana kama ubatizo wa Yohana Mtakatifu wa kumiminiana maji, wengine wa kuzamishana kwenye maji hivyo. Lakini nataka leo nirudi kwako, tuone, utufundishe kuhusiana na somo la ubatizo. Ubatizo asili yake ni nini? Lengo lake ni nini? Ulianza lini na nani aliyeuleta kwa wanadamu mpaka leo kwa Ukristo ni kama kitu kikubwa sana kwa Ukristo, ubatizo. Karibu sana mwalimu, utufundishe juu ya ubatizo. Asante, kwa sababu ninashukuru kwa ajili ya hili somo tunaloliendea ya ubatizo. Watu walio wengi tunachanganya maneno ya Mungu na wakati maandiko yameandikwa. Maandiko lililoandikwa unabidi kulisoma. Kilisoma Roho wa Mungu anakupa neema ya kulifumbua. Ubatizo sio muosho uliokuwepo. Kama ungekuwa muosho basi tungekana utakaso, na hakuna haja yoyote ambayo Yesu angekuja kwa ajili ya kupata hatari aliyokutana nayo. Yesu alikuja kama mtu ambao ni komando, unaona, wa kuangalia kwamba watu wote wameharibika na wamedanganywa. Unaona, watu wote wameharibika, wamedanganywa kwamba ndio utakatifu. Mungu aliuona kabisa kwamba usi utakatifu. Yesu alitumwa. Unaona, kuna Mungu pale ambao yani watu hawaamini. Yesu alitumwa na ni mwana wa Mungu, unaona, wa kweli. Lakini Mungu aliweka mikakati. Tukienda katika kwenye ubatizo, Mungu alianza kuona mwanzoni mitume wengi wanakuja duniani wanauawa. Mungu ndipo akashangaa, lakini kisa kinachowaua yani hawaifanyi kazi vizuri. Akachunguza kwamba bado kuna dhambi ambao yani dhambi hiyo tunatoka nayo kwenye matumbo ya mama zetu, dhambi ya asili ile ambayo tunatoka nayo kwa ajili ya udanganyifu wa nyoka kumdanganya mama yetu Hawa. Kwa yani hapo Mungu ndipo alipoanza kuweka kikao. Alipoweka kikao cha kwanza, ndo maana Elia alisema kwamba yani pasa kwanza niende mbinguni alafu nitarudi. Na hilo lote lilikuwa likijulikana katika Uyahudi wote, hadi mpaka manabii wa bahari, hadi mpaka Ahabu alikuwa wote wanajua kwamba Elia huyu aliyepaa kwenda mbinguni na magari ya moto na farasi za moto, alisema kwamba itampasa arudi huko duniani. Ni kwa sababu Elia alikuwa na taarifa na Mungu kwamba ni lazima Elia achukuliwe kwanza kwenda kwenye kikao kule mbinguni. Kwa hiyo Elia alikuwa na wakati wa gari linakuja, hata Elisha asingeweza kupanda kwa sababu alikuwa ameandaliwa, alikuwa ni Elia. Wakati Elia anavuka kwenda Yordani, ngambo ya Yordani, alikuwa na Elisha. Lakini alipokuwa na Elisha,
Elia alikuwa anatambua, na manabii wengi walimwambia Elisha, na wao Mungu aliwajulisha manabii wengi, wakamwambia tazama, Elia leo anapandishwa kwenda mbinguni. Unaona, kwa yani aliyekuwa ameandaliwa aendelee kuhubiri injili alikuwa ni Elisha, kuikamata nafasi ya nani? Ya Elia. Kwa Elia alikuwa anaenda mbinguni kwa ajili ya kufanya kikao. Elia alipofika kule mbinguni, Elia alikaa kwenye kikao pamoja na Mungu na kufanya mikakati yote na Mungu. Siku hiyo, yani hapo mwana kondoo ambao ndio Yesu, unaona, alikuwepo, lakini wao walikuwa wamtambui maana yake ni nini. Kwa yani alipofika mbinguni, Elia akapewa mamlaka ya kuja kumbatiza Yesu, ambao yani Mungu alikuwa ameshaandaa. Yesu anakuja huku duniani kwa ajili ya ubatizo. Kwa yani wakati anashuka, Elia aliyetangulia kushuka alikuwa ni Elia, akatokezea katika kwenye nyumba ya mtu mtakatifu ambao ni ndiye Zakaria. Zakaria ndipo akazaliwa Elia mule. Alipozaliwa mule, akaitwa tena jina lingine ambao ni jina la Yohana. Alipopata jina la Yohana ndipo akapata ukubwa, na wakati Yesu na Yohana wanatanguliana kwa miezi, sio miaka. Kwa yani tuseme kwamba Elia katika kwenye kimwili anamzidisha Yesu miezi 3. Unaona, kwa yani sasa Elia. Mwalimu, hapo kwanza watu wanaweza wakawa labda wanaweza wakashangaa wakashtuka kidogo kwamba Yohana alikuwa ni Elia. Labda unaweza kutoa ufafanuzi hapa, au labda ukatoa hata maandishi ya ushahidi kwamba Yohana ndiye Elia, kwa sababu tunajua Elia alikufa kipindi kingine kabisa na Yohana naye alikuja kipindi kingine kabisa, na Yohana alikuwa ni mtoto wa Elizabeth. Sawa. Tufungulia hapo katika kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 17. Mathayo sura ya 17. Sawa. Mathayo 17. Hata ukianzia tu mstari wa kwanza. Okay. Sawa. Na baada ya siku 6 Yesu akawatoa Petro na Yakobo na Yohana nduguye. Akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Elia wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka nitafanya hapa vibanda 3, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Elia. Alipokuwa bado akisema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli, na tazama sauti ikatoka katika lile wingu likisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Na wale wanafunzi waliposikia walengwa kifudifudi na kuogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, inukeni wala msiogope. Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Anaenda mstari wa 9. Na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari za maono hayo hadi mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Nenda. Wanafunzi wake akamuuliza wakisema, basi kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Naye akajibu akawaambia, kwanza Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliotaka. Vivyo hivyo mwana wa Adamu naye aenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari za Yohana Mbatizaji. Nao walipofikia mkutano, mtu mmoja akamjia akampigia magoti akisema, hapa kwa yani Yohana ndiye yani Yohana ndiye Elia. Na alipomaliza kazi walimweka gerezani. Kipindi kile Herodia, binti Herodia mtoto wa mfalme, anataka kichwa chake cha Yohana. Kabla tujaenda huko mwalimu, labda kwa mstari upi hapo ambao unaona Yohana ni Elia? Si tumeusoma hapa. Anasema kwamba Yesu anasema, na walipokuwa wakishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akisema, msimwambie mtu yoyote habari ya maono haya hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, basi
Kwa nini waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Wanaona sasa, naye akajibu akawaambia kweli Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote, ila nawaambia ya kwamba Elia amekwisha kuja, wasimtambue, lakini wakamtenda yote waliotaka. Hivyo hivyo mwana wa Adamu naye huenda kuteswa kwao. Ndipo wale wanafunzi walipofahamu ya kuwa amesema nao habari ya Yohana Mbatizaji, ndiye Elia. Sawa, tuendelee sasa. Kwa hiyo ni hapa walimtenda yote Yohana ndiye Elia. Mimi ninachokuambia, wakati Elia anapelekwa na gari kwenda kule mbinguni, Elia alikuwa anaenda kwenye kikao. Na alipoenda kwenye kikao, Elia alitengenezwa apite kwenye mwili wa nani? Wa Elizabeth, azaliwe awe mtoto aitwe Yohana, lakini haje yeye. Alikuja Elia, hakuja kubatiza mtu yoyote, alikuja kumbatiza Yesu tu peke yake, ndipo ubatizo unapoanzia. Kwa hiyo kumbe Yohana kuwabatiza watu wengine tofauti na Yesu. Yaani wao wanatwenda hapo Yohana, twenda hapo katika kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 3 hapo. Ndiyo, sura ya 3. Kwa sababu anasema, soma hapo Yohana 3. Mstari wa ngapi? Mstari wa ngapi? Yaani hata mstari wa 5. Hata kwa sababu yote anasema hata tukianza mstari wa kwanza anasema siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu hiyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani. Hapa tunaenda katika mstari wa 5. Ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani, naye akawabatiza katika mto wa Yordani, huku wakiziungama dhambi zao. Hata alipowaona wengi miongoni mwao, Mafarisayo na Masadukayo, wakiijia ubatizo wake, aliwaambia, enyi uzao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Basi zaeni matunda yapasayo toba, wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza kukatika mawe haya kumuinulia Ibrahimu watoto. Na shoka limekwisha kuwekwa penye shina mti, basi kila mti usiozaa matunda mazuri ukatwa kutupwa motoni. Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuchukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Yesu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Huyu alikuwa anabatiza kwa ajili ya toba. Aliwaambia yeye anawabatiza kwa maji na kwa ajili ya toba. Kwa hiyo hapo yeye alijitoa hapa akiwa atangaza, bali alikuwa yeye. Kwa nini malaika Gabriel anamtokezea Zakaria katika kwenye madhabahu, anamwambia kwamba tazama mke wako anaenda kubeba mimba? Ni kwa sababu malaika Gabriel kipindi hicho ndiye alikuwa anatumwa hata kwa Mariamu anayemzaa Yesu mama yetu. Huko naona umeenda mbali sana. Subiri tunakuletea. Naye ndiye aliyemtokezea. Kwa hiyo yani yeye Elia akuja huko Yohana duniani kubatiza. Ndio maana nawaambia kwamba mimi ninawabatiza kwa ajili ya nini? Bali anayekuja ndiye atakayewabatiza kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndio ubatizo wa kweli unakoanzia kwa Yesu. Swali langu lilikuwa hivi, Yohana hakumbatiza mtu mwingine tofauti na Yesu? Yaani Yohana aliwabatiza, lakini sio kwamba ni ubatizo kupeleka mtu mbinguni. Ule ulikuwa ni ubatizo wa maji. Ubatizo wa kweli ni upi? Ubatizo wa kweli ni ubatizo wa Yesu mwenyewe. Hata twenda hapo kwanza. Tumesoma hapo. Ubatizo wa kweli nyingine ya ushahidi hapo. Ubatizo wa kweli ni ubatizo wa? Ubatizo wa kweli tunaanza na ubatizo wa Yesu.
Okay. Hata wanafunzi wa Yohana huku walipofika kule nani hapa Fungua Matendo ya Mitume walirudia kubatizwa. Okay. Tutaenda kuuleta sasa ubatizo huo Matendo ya Mitume 19. 19. Okay. Paulo katika Efeso. Okay. Walibatizwa tena ni wanafunzi wa Yohana. Okay. Sawa, soma. Anasema ikawa hapo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kaza wa kaza huko. Akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu, la, hatukusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu. Hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu kwamba wamuamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao. Hiki ndicho kilichosababisha watu wa dunia hata huu ubatizo wa maji ya usoni sio ubatizo. Huu hauwezi kupeleka mtu mbinguni hata kidogo. Huwezi kabisa. Yesu mwenyewe aliacha madumu pale Nazareti anakozaliwa. Akaenda mpaka yani kutembea mwendo wa siku 2 kwenda kule nani ambako Yohana alikuwa anabatiza Yordani, kwenye mto wa Yordani, ili aende kubatizwa na Yohana. Maana Yesu alikuwa anayajua yote kwamba yani yeye alitengenezewa Yohana kumbatiza kwanza. Unaona? Lakini Yohana akimaliza kumbatiza Yesu, basi wengine watakao kuja ni kama ukikutana na mtu anataka kupokea sara ya toba, ukamhubiria ukampa sara ya toba njiani, lakini kumpa sara ya toba haimkatazi kwenda bahani, haimkatazi kuzini, haimkatazi kwenda kwa waganga. Kwani ni wangapi wanaopewa sara ya toba? Lakini kuna ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao ukishabatizwa uweza hata kutenda dhambi hata siku moja. Mwalimu, unaweza kutufafanulia tu kwa kifupi ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto huu ambao tumeambiwa hapa ajaye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto ukoje? Ubatizo wa moto uko hivi. Yani Yesu hapa unaona, na Yesu huko alibatiza. Unanipata? Lakini ule ubatizo huu Yesu alipobatiza wanafunzi wake haukutosha. Unaona? Haina shida. Ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto ukoje? Ubatizo wa Roho Mtakatifu yani ni ule wa toba unapita. Alafu unafungua hapa Matendo ya Mitume 1 mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema hivi. Matendo ya Mitume. Wakati alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mliisikia habari zake toka kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Ndio. Nenda hapo nenda Yohana 4 ili tupate ushahidi. Yohana 4. Yohana mstari yani tutaanza na mstari wa kuanzia mstari wa 3. Wakawakamata wakaweka gerezani hadi asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Lakini wengi katika hao yani Yohana Mtakatifu sura ya 4. Okay, Yohana Mtakatifu sio Matendo. Yohana Mtakatifu sura ya 4. Mstari wa 3 ukianza hata wa 3. Aliondoka Yudea akaenda zake tena mpaka Galilaya. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria. Basi akafika katika mji wa Samaria uitwao Sikari, karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanae, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake akaketi vivi kisimani, nayo ilikuwa yapata saa 6. Rudia mstari wa kwanza. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake, aliondoka Yudea kaenda zake mpaka Galilaya. Batizo kina nani? Aliwabatiza Yesu mwenyewe wanafunzi. Okay. Na alipomaliza kuwabatiza wanafunzi yeye aliwaacha tena wakaendelea kufanyaje? Kubatiza. Okay, kuna mstari hapa, lakini hapa nilichokisoma ni hivi. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba
Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Sasa hapo kwamba aliwabatiza wanafunzi tena ni wapi? Yesu aliwabatiza hapa, anasema sikiliza. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kwamba Mafarisayo wengi wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Ndio. Si ndio? Pa Yesu mwenyewe na kuwabatiza. Hii hapa. Sasa hiyo kuwabatiza si unafafanua hapo mbele. Ufafanuzi wake usome na kuwabatiza. Lakini Yesu mwenyewe akubatiza bali wanafunzi wake. Ndio, si ndio ufafanuzi. Aliwaacha, yani aliwabatiza wanafunzi. Alafu akawaacha wanafunzi wake waendelee kubatiza wengine. Unanipata? Basi sawa, hata watazamaji huku labda wanaweza akaja wakatusaidia baadaye, kama mtazamaji utaona hapa nini tunachoongelea. Kwa hiyo Bwana alipofahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Ufafanuzi wa kuwabatiza, lakini Yesu mwenyewe hakubatiza bali wanafunzi wake. Sikiliza, hapa wao wasingebatiza. Yesu si neno hili hapa. Hawa yani anasema anasema kuwabatiza. Unasikia? Alikuwa anafanya wanafunzi wengi na kuwabatiza. Lakini ufafanuzi wake umewekewa katika mabano. Wanafunzi wake ndiye aliyokuwabatiza hapa. Si ndio? Hapa wakarudi wakaweka mabano. Lakini Yesu mwenyewe akubatiza bali wanafunzi wake, kwa sababu hapa analiruka neno, aliwafanya wanafunzi kuwa wengi, si ndio? Akawabatiza. Alipomaliza yeye mwenyewe aliacha ubatizo kwa wanafunzi wake waendelee kumfanyaje? Kubatiza. Huo ni ufafanuzi wa mwalimu mpenzi mtazamaji kwamba Yesu aliwabatiza wanafunzi. Ngao kwenye mabano pale imesema Yesu akubatiza ila waliobatiza ni wanafunzi wake. Si ndio mwalimu? Yani unaruka neno hapa mwanangu. Sikiliza. Anasema hivi, nitaisoma. Kwa hiyo Bwana alifahamu ya kuwa Mafarisayo wamesikia ya kwamba Yesu anafanya wanafunzi wengi kuliko Yohana na kuwabatiza. Ndio. Unanipata? Yani wanafunzi hapa jarudi kwa watu ambao walikuwa naijia ubatizo. Walioijia ubatizo walibatizwa na wanafunzi, na walipobatizwa na wanafunzi hawakupokea, hawakukubali kwenda nao. Walikuwa nabatizwa naondoka. Okay, hapo nimekuelewa. Kwamba wao wanafunzi walibaki tu peke yao tu. Yani kuna kama unavyokuja hapa kanisani. Watu wanakuja kanisani wapokea ubatizo. Na wanajua kwamba kanisani kuna kazi ngumu ambao mnatakiwa kushirikiana kuifanya. Lakini mtu anamaliza kubatizwa anarudi kwake. Anaanza kufanya shughuli zake. Wakati mnahangaika na kazi ya Mungu, yeye anakuwa hana mpango, hayupo huko. Unaona? Unakuta kanisa linabebwa watu watatu waliobatizwa ubatizo wa kweli na kushughulika kazi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo yani waliobatizwa hao wote, wanafunzi waliobatiza, Yesu alianza kubatiza wanafunzi wake nda hapa. Na Mafarisayo walisikia kwamba Yesu yuko anabatiza. Hao nataka tulete kabisa ushahidi kwamba Mafarisayo walisikia. Si walisikia, wanamlalamikia hapa Yohana. Tukirudi huko. Sina shida sana na hilo. Kumbuka swali letu tunalolifanya ni hivi. Ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto ukoje? Ndio swali letu. Ule ubatizo hapa tunaona Yesu hapa wanafunzi walibatizwa. Haina shida. Wanafunzi walipobatizwa, tunarudi Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4. Tumekuta yani Yesu anawaambia kwamba wabatizwe tena. Unanipata? Ndipo ule ubatizo watakaobatizwa wa pili ambao ndio wa kumpokea Roho Mtakatifu na ndio wa moto. Yani maana yake ule ubatizo, hata tukienda pale anasema kwamba yeye kama hataenda mbinguni kumuomba Roho Mtakatifu. Unaona? Hayo yote alikuwa anayashuhudia, kwanza aende. Na huko unajua bado natupeleka mbali. Swali ni fupi, ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto upoje? Ni wa Roho Mtakatifu ambao siku ile aliposhuka. Kwa hiyo huo ubatizo ukoje? Kwa mfano, wewe je, unabatiza, wewe si ni mchungaji? Unabatiza ubatizo wa maji au wa Roho Mtakatifu na moto? Mimi ninabatiza ubatizo mara mbili. Ninabatiza wa toba, wa kuzika dhambi ulizonazo, alafu na kufundisha darasa la Roho Mtakatifu. Unapomaliza kukufundisha darasa la Roho Mtakatifu, unapolishinda lile darasa la Roho Mtakatifu, ni lazima nikubatize ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Sawa, sasa huo ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto upoje? Naenda katika kwenye mifungo na ambayo mimi nitaongozwa na Mungu. Tukimaliza hiyo mifungo yani hii mifungo wakati unaiendesha, tunakuwa na maombi ya mkesha. Tunapokuwa na maombi ya mkesha, tunakuwa
katika kwenye hali ya kumulilia Mungu. Ule mkesha tunapoendelea, siku ile mimi ninapomaliza na kuwekea mkono wangu, nikisha kuwekea mkono, nguvu itashuka kubwa sana, utajawa nguvu ya Mungu. Kwa sababu umetii na kulishinda lile darasa ambalo umewekewa. Ndio huo ubatizo. Hata yeye aliwaambia huo ndio ubatizo wa Roho Mtakatifu ndio na moto. Sawa. Hata wakati aliwaambia washuke ufungua hapa tusinene maneno. Sasa yani kwa sababu swali langu nilichokuwa nataka hilo jibu lilonipa ni zuri wewe ambacho wewe unafanya. Nilikuwa natamani ufungue katika Biblia tupate ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto ambao walibatizwa hao watu wengine. Ndio huo hapo Matendo ya Mitume sura ya 2. Ndio. Tuone wanafunzi wakibatizwa kwa Roho Mtakatifu na moto. Wa moto ule walibatizwa ule. Yani ule wa maji walibatizwa. Wa maji tayari? Shida yetu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Huko somesoma mstari wa 4. Alisemaje? Mstari wa 4. Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 4. Mstari wa 4 anasema wakati alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoki Yerusalemu bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kutoka kwangu. Wangoje wasubirie wapi? Yani kama mtu anakuambia usitoke Dar es Salaam, unaona pale nani Ubungo, wewe ukaa hapa hapo usubirie zawadi inakuja. Unanipata? Ndio ubatizo wa moto ndio uliokuja. Haya, soma hiyo Matendo ya Mitume 2 kwanza mstari wa kwanza. 2 sasa kuja kwa Roho Mtakatifu. Na ndio ubatizo sasa ule wa moto. Soma. Kumbe kuja kwa Roho Mtakatifu ndio ubatizo wa moto. Ulio soma hapo. Hii sinajua kwamba hapo walikuwa wamekaa wanafunzi wake wakatokewa na Roho Mtakatifu. Kuna wengine. Nataka tu nijibu ili tuendelee. Kwamba ubatizo wa moto na Roho Mtakatifu ni ile siku ya Pentekoste. Hapo umenipata. Upo ubatizo wa maji. Ndio. Ambao Yesu alibatiza na Yohana akabatiza. Ndio. Si ndio? Lakini upo ubatizo wa Roho Mtakatifu ambao Yohana alikuwa anasema hana uwezo kubatiza yeye, huo ubatizo ulikuwa na Yesu huo ubatizo. Sasa nakusomea hapa mstari wa kwanza anasema wakati ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwepo wote mahali pamoja. Kukaja ghafla kutoka mbinguni sauti kama mvumo wa upepo mkali ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwepo Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika wakashikwa na fadhaa kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Yani hii hapo tayari wameshakaliwa, wameshapokea ubatizo huo ubatizo. Ndio maana watu wamepotelea kwenye ubatizo wa toba wa maji. Ndio maana nguvu ya Mungu hawana, hata ile ya kuongea na malaika hawana. Hawezi akaongea na malaika, hawezi kuonana naye, lakini sisi tunaonana na malaika na nguvu tunayo. Na ninaweza nikapanda gari nikasema kwamba wakimbize popote, unaona, na ajali isipatikane. Mimi ninakosafiri mtu akikaa na mimi anaenda kama navyo, yani kama mzungu. Unaona sasa. Mimi niona hapa mimi simezagi kidonge. Unaona? Sijuagi mtishamba. Sijuagi yani home inafananaje mimi. Unaona? Yani mimi sijuagi yani shida zinafananaje, sizijui. Yani mimi ni kufanya kazi ya Mungu tu. Nikienda hapa ni Mungu anakoniongoza kwamba hapa ninaenda. Na mimi nikifika sehemu nyingine ninakataliwa. Yani wewe huwezi kuniamini, hatuwezi tukakaa wote ukanipenda mimi hata sasa hii. Yani mtu ambao wakunipenda anakuwa na nguvu kali sana. Yani wakuiva mimi wakasikia yani unarara, unaniona katika maono yako. Yani unakuwa na nguvu mpaka uwe nafunga, mpaka uwe naomba, mpaka uwe mtu ambao unafanya ile kweli. Mimi ninakokwenda hata nipopote ninapotua, yani ni lazima wanitolee mashaka. Hawaamini. Kama walivyo wakataa kina Simeoni Petero. Unaona, kwa sababu yani mimi nimeipokea nini? Nilipokea Roho Mtakatifu wa moto. Unaona sasa. Kwa hiyo yani Roho Mtakatifu yumo ndani ya moyo wangu. Hawezi kupatana hata saa hivi.
Paulo anasema watu waliookoka na wasiookoka wana mapatano gani? Hamwezi kupatana. Hata mtu mwingine unaweza ukafanya mapenzi. Okay. Ukachukua hero unampa. Unachukua hero unampa. Yaani una 10,000 au 20 au 30 lakini unalazimika kuzimpa, angalau Mungu atakuletea sehemu nyingine unajibana hivyo. Ili kusudi yani hata ukijenga naye urafiki unaofananaje hawezi. Hakuamini. Havielewani. Ndicho sababu ya ile nguvu ulionayo wewe na yeye. Havitaelewana. Mtu akimaliza kupokea ule ubatizo akawa na nguvu. Kuna mtu mwingine anakuwa hajapokea ubatizo. Ndio. Hapa tunaweza tukaisoma hapa kwa Kornelio. Anaweza akawa hajapokea ubatizo. Lakini katika kufunga kwake na kuomba kwake na kutii kwake kukasababisha yule moto ukashuka. Yule mpaka awe mtu mpaka sasa hivi maombi yangu mimi nilionayo yani tuseme kwamba yani ni usiku mzima ndio mimi wananishangaa wewe unakuaga yani mtu ana namna gani una nguvu gani wewe kulala macho na lala macho mpaka asubuhi alafu unashinda hivyo hiyo nguvu umeipataje unaona kwa mimi ukinipiga hata usiku saa 8 nakuta niko sawa saa 7 unanikuta niko sawa unaona mchana tunashinda tuko sawa maombi tumeweka kabisa ya uhakika hata ukiwa pale unasikia hapo kanisani. Unaona sasa? Kweli utukufu wa Mungu. Yani tunakaa katika kwenye maombi lakini kwenye mtu ambao hajampokea Roho Mtakatifu kuelewana halipo. Na utasema wewe ni shetani na utatukanwa yote yataisha kama Yesu alivyokuwa anatukanwa. Lakini tunajua kwamba wao sio kwamba ndio wanaotutukana. Tunajua ni shetani aliyomo ndani ya mioyo yao anayewadanganya na anawafanya kuwa na utakatifu mkubwa. Hakuna utakatifu wote ambao utapeleka mbinguni mtu kupitia mafuta. Haupo. Hakuna utakatifu utakaopeleka mtu mbinguni kupitia maji. Haupo. Hata kama yani hata kama unafanyaje yani utakatifu unatoka kwa kufunga na kuomba. Okay. Mfungaji wa uhakika. Mimi hata wanafunzi nao wafundishe wananijua. Tukianza zile kavu wanajitoa wao. Na tukianza kavu naweza wewe mwenyewe ukafa. Halafu mimi wananiulizaga na tunashinda wote tunakaa wote. Mbona wewe hata ukondi? Unaona? Ni kwa sababu ya ile nguvu ambao ni ubatizo wa moto. Okay. Sawa. Kwa hiyo ubatizo kuna ubatizo wa maji. Ndio. Kuna ubatizo yani unatakiwa ubatizwe ubatizo wa maji nikikupeleka mimi majini. Ninakubatiza kwa ajili ya kuzizika dhambi. Ninasema tazama ninakuzika pamoja na Yesu hapo na kudumbukiza. Nikimaliza kukudumbukiza na kutolea tena nini kwenye maji, ninasema mule kwenye maji na kutoa. Ninakufufua, nimekuzika pamoja na Yesu, sasa nakufufua pamoja na nani? Na Yesu. Ina maana zile dhambi za asili za kale zote tunazizika. Halafu hapo nakuleta kwenye darasa. Darasa langu ninakupima. Yani mimi mtu wa kutembea na mimi katika wokovu hata wanafunzi wangu wote wanajua yani kuja kutembea na mimi mpaka uwe yani uwe na umejifunga mkana wa hatari na uweze kunigusa uweze kuniamini. Unaona? Kwa sababu ninakuelekeza kitu kilicho ukija kuona na kuweka katika kwenye ubatizo wa moto na kuja kuweka mkono wangu ninakuwa nimekuamini yani vikali. Kanisa ninalo lakini ninaweza nikaendesha kanisa mwaka mmoja miaka miwili nikabanduliwa na Mungu akanipeleka sehemu nyingine. Okay. Nikaenda nyingine nikaanzisha. Wale niliowaacha kule unakuta wanaanguka wanayafuata makanisa. Ambao makanisa yao yanaendaga kidini. Unaona? Okay. Sisi hatuendi kidini, sisi tunaenda katika roho na kweli iliyojaa ndani ya moyo humo. Mimi tukikaa wote kwangu huwezi kuona hata homa. Okay. Mimi kiganja changu hiki hata ukiuliza hapa naongea mtandaoni wanaonijua nikikuwekea kwenye kiganja changu ona homa inakimbia hata nikiweka hapa usoni yote inakimbia. Okay. Kansa zinakauka, pressure zinakauka. Unaona? Okay. Kwa sababu ya ule moto, ubatizo wa moto wa Roho Mtakatifu. Amina mchungaji. Kwa hiyo ni ndio hivyo. Hiyo tulikuwa tunaona tofauti kati ya ubatizo wa maji na ubatizo wa moto. Je, kuna kitu kingine ambacho tunaweza tukajua kuhusiana na ubatizo na huu ubatizo ambao upo huko duniani siku hizi?
Labda kuna jambo lote utakaa uongee kabla tujasema tufunge kipindi. Amina. Mimi ninaona kwamba huu ubatizo ambao Yohana aliwashauri, hata alipowashauri wao walikuwa wameanguka kwenye neema kubwa sana. Alipowaambia tazama mimi nawabatiza kwa maji, bali mumsubirie sasa huyu anayekuja atawabatiza kwa moto. Ubaya wa mwanadamu ni kuangalia sura ya mtu. Okay. Sikiliza neno naloambiwa, usiangalie sura ya mtu. Unaweza kaiangalia sura ya mtu ni kinyonge, lakini kilichomo ndani ya moyo huku ni hatari. Hata Elisha alikuwa anadharaulika kwa sababu ya sura alionayo. Hata Elia hakuaminika kwa sababu ya sura alionayo. Hata Yeremia hivyo hivyo, lakini hao walikuwa ni mbegu ya Mungu. Unaona? Lakini neno lile linaloambiwa watu mpaka sasa hivi, hata ukiwaambia kwamba kuna ubatizo mara mbili, yani mtu hayupo huko. Na mwingine unamwambia kwamba kama mimi kanisani nafundisha kwamba ni lazima ubatizo wa moto. Ndiyo. Kama mtajikaza kwa mifungo, mkajikaza. Mimi ninapokuleta katika kwenye mfungo, cha kwanza nisikie kwamba wewe ukienda mitaani kuombea mtu, nisikie kuna kitu kinafanyika. Okay. Yani usije kuniambia wewe, yani mimi nisikie. Watu wenyewe waseme. Yani watu, yani mimi nisikie. Unaona? Kwa hiyo mimi nikisha kutambua kwamba wewe unafanya kazi na Mungu, lazima nitasema kwamba huyu mtu apokee ubatizo wa nini? Wa moto. Kwa sababu una juhudi, na nikiwa nakuona kabisa wewe ni mtu wa kujitoa katika kufunga, halafu nasikia maombi yako ni ya kukesha, ninajua kwamba wewe lazima utampokea nani? Roho Mtakatifu. Lakini kama wewe ni wa kulala, ninajua Roho Mtakatifu mmeshachengana wala mtamuona. Bali ubatizo ulio wa uongo wa shetani ambali wadanganya akawafungia ni ubatizo wa maji kwa ajili ya toba. Wameuamini kwamba ndio wanaoenda mbinguni. Lakini sasa jiulize, unaenda mbinguni we mwenyewe? Wakina Petero walipata mauti, wengine wakakaangwa kwenye vikaango, wengine wakatundikwa, wakachomwa ndoano, wakatundikwa kwenye miti. Wewe mwenyewe unataka kwenda mbinguni kwa kupitia katika hatari ipi? Mimi unayeniona hapa katika wokovu wangu huu, nimeshateseka mpaka kufika hatua ya mwisho. Mpaka sasa hivi hii dunia naiona kama aruvera, ni chungu. Yani mimi mpaka nafikia hatua ya kusema niende vichakani niishi kama Yohana alivyoishi kule. Kwa sababu hata nikianzisha neno, hata mtu wa kulikaa akalivumilia, tukaulizana, hayupo. Hata mimi, hata hapa mtandaoni naongea, hakuna mtu yote ambaye anaweza kusema kwamba huyu mtu anachokiongea ni kweli. Bali wao maana Yesu anasema walikataa kweli kwa kapenda uongo. Unaona sasa? Mimi nimeshapita katika hatari. Kama ningekuwa mtu wa kuuawa, ningekuwa nimeisha kufaga zamani. Unaona sasa? Kipindi nilienda kuhubiri sehemu za mkoa wa Kagera huko, wilaya Mleba huko, nilikutana na mama nikamhubiria. Yule mama nilipomwambia watu wanapenda vya uchawi, wanapenda vya uganga, yule mama alininukuu vibaya. Aliona kama vile mimi nimemuita mchawi. Sikujua hapo kwamba alikuwa ni mchawi au ni nini. Alipoenda akamwambia kijana wake, alikuwa na kifua kama wewe hapa mtumishi. Yani alipomwambia, alimwambia kwamba baada ya kumwambia kwamba nimemhubiria, yeye alimwambia kwamba mimi nimemuita mchawi. Okay. Nilipokuwa mimi nimesimama pale nilitukia anakuja na upanga. Unaona? Mimi alifika pale akasema shikamoo, nikasema marhaba. Akasema kwamba akasema kwa nini umemtukana mama? Niliona anatoa upanga hapa kwenye suruali. Upanga akautoa, akasema niliwakataza. Yani wakati anasema niliwakataza, upanga anarusha upanga ili uende kuanguka kwenye kichwa changu. Ulikutana pale kwenye nyumba ilikuwa imejengwa hivi, miti umetokezea. Ndio iname hivi, ule mti ulikatika. Nikarambiwa kwenye mgongo, alikuwa anarusha panga zinaanguka, yani nasikia kwenye mgongo ninapigwa mapanga ya uhakika, lakini nakimbia speed. Nilifika kwenye mtaro mkubwa, mvua zikiwa zimenyesha zilitengeneza mtaro wa mkubwa. Malaika alinibeba
akanipeka akanirusha akaniweka ngambo ya ule mtaro. Yule kijana akafika pale na upanga, akasimama kuweza kuuruka. Mimi niligeuka nikamwangalia hivi, halafu nikaondoka. Nilipofika mimi nikajua kwamba labda kwenye mgongo yani mapanga yameshaisha. Nilikuta mama mmoja kwenye nyumba moja alikuwa anaanika pale karanga. Mimi nilipitiliza nikaingia kwenye ndani ya nyumba wakati sijawahi kuingia hata siku moja. Nilipitiliza mpaka katika kwenye chumba, nikaenda nikaanguka mule kwenye chumba. Ninajua kwamba mimi mapanga yamenimaliza. Nilipofika mule yule mama akaja nauliza, "Wewe uliyeingia ndani, umekuaje? Huko wapi?" Nikaitika nikasema niko huko. Lakini nimeshaisha sina nguvu. Mimi nilishangaa kuja kuvua ile jaketi. Hata shati langu alikukatika, bali jaketi tu ndio ilikatakatwa mapanga. Unaona sasa? Mimi ninakohubiri popote mpaka wanikatae. Unaona? Ninakohubiri popote mpaka wanikatae. Kwa sababu lazima ulimwengu ukuchukie. Maana yani Roho Mtakatifu ni kama yani Roho Mtakatifu kama amejaa ndani ya moyo wako. Kuja kumuona mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tuseme kwa mfano kama simako. Simako haiwezi kushika mti hata saa moja mpaka ikutane na chuma chenzake. Wachungaji wengi mimi niliwashauri, enyi wachungaji, ninaona mmekula suti, mmefunga tai zenu, mnakaa vizuri, lakini kumbuka ubatizo wa pili. Unapokuja kumwambia mtu anakuwa mkali kama pilipili, wewe mtu anaweza akawa na Roho Mtakatifu akawa mgomvi? Hapana. Hawezi kuwa mgomvi hata sai. Hata akikuta ametereza akaongea neno ambalo alistahili, lazima ataenda kumuomba samani. Na ndicho Yesu alichosema. Na mtu akishamuomba samani, yanaishia hapo hapo. Hakuna mtu yote atakayeenda mbinguni amemshikilia mwenzake. Hakuna mtu yote atakayeenda mbinguni amefunga mtu gerezani. Hayupo atakayeingia, nakwambia. Kama umemfunga mtu gerezani, hata kama alikuibia majumba, hata kama alikudhulumu matilioni, yani ni kwanza usame. Sasa kama mtu yeye ananiibia mimi nifanyeje? Amekuibia ni lazima umsamehe. Si utakuwa naonewa? Yesu anasema kwamba yani jicho kwa jicho, jino kwa jino, usipomsamehe na baba yako aliye mbinguni hatakusamehe. Yani anapokuambia yani hata jicho litoe, hata jino litoe, ulikate. Lakini kama una msamaha, fikiria sisi tulipokuja kusamehewa. Sisi tulikuja kusamehewa dhambi iliyo kubwa. Unaona? Yesu akaja kutuokoa. Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Unaona? Angalia kilichofanyika pale. Ambacho wanadamu wanasema warokole wanaenda kuokoka, hao wamepotea njia, kwa sababu anaenda kuokoka ndio mwenye dhambi. Kwamba yani wao wanatenda dhambi. Dhambi hipo iliyotendwa kwanza. Okay, sawa. Mstari wa pili kwanza nazia. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda miti ya bustanini tuweza kula, lakini matunda ya mtu ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiyale wala msiyaguse msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Hapo yani mema na mabaya yaache. Yani alimwambia mkila tunda hili mtakuwa kama Mungu. Kwao walikula tunda hili sio kwa njaa, bali wampindue Mungu. Wawe na nguvu kuliko Mungu. Au wawe nguvu yani wawe Mungu. Okay. Na leo hii hata yani ukiajiri mtu ukamweka kwenye duka lako, ndio anataka yeye atajirika kuzidi wewe, awe boss. Na dunia hii yote wanagombania ufalme. Kila mmoja anagombania ukubwa. Hata kwenye familia wanagombania ukubwa. Okay. Kila hata mtu yuko yani mtu ni mkurugenzi lakini anataka awe mkuu wa mkoa. Okay. Kwa sababu ya ukubwa. Ukubwa ni rahana. Ni cheo cha rahana. Mtu aliziki pale alipokaa. Hawezi kushughulika na pale alipokaa. Okay. Hata kama ni mchungaji utasikia anawania eti awe askofu. Hata kama ni mchungaji, mimi si wachungaji ninao. Lakini wanamfundisha, wanateseka, mpaka wanamwamini, unafikia hatua ya kumweka mule kwenye kituo. Akiingia mule kwenye kituo, atakayoyafanya utayaona.
Atajiinua, atakuchafua ili kusudi jamii nyingine imuone yeye ndiyo bora. Okay. Unaona sasa? Hawe mkubwa. Kwa hiyo hii dunia imejaa laana ya ukubwa. Kila mmoja anataka ukubwa. Lakini Yesu alifundisha huko akasema kama mtu akitaka kuwa mkubwa mbinguni, hawe mdogo kama mtoto mchanga, aliita mtoto mdogo. Na hao ndio wanaotakiwa kanisani. Wala ambao wanafanana watoto wachanga. Nenda kalete maji, nenda tukasombe mchanga tukajenge kanisa. Wote mnaanza kusomba, hakuna yani mkubwa wala mdogo. Lakini makanisa ya sasa ni ukubwa. Ndipo shetani alipodanganya ulimwengu. Wokovu ukatushinda tukapotea hivyo hivyo. Mimi unayoona Mungu amenipeleka sehemu nyingi sana. Mimi mpaka nikaenda kule kuzimu, nilikuta kule kuzimu ninachukuliwa na malaika kuja kukuta kule kuzimu. Nilikuta kuzimu kuna magereza 370. Kuzimu. Mchungaji ulienda mpaka kuzimu? Mpaka kuzimu. Kuna magereza 370 ambao mimi nilikuta kuna gereza la wachungaji tofauti na Waroma. Okay. Yani wachungaji wa Pentecost hawa ambao wameijia Pentecost ya Roho Mtakatifu, ule ubatizo wa moto. Kuna gereza wanafungwa. Sasa wanabatizwa wale ubatizo ambao wa maji mengi alafu bado wanafungwa gerezani. Wanabatizwa ubatizo wa maji mengi ni kwa ajili ya nini? Ya toba. Okay. Ule ubatizo wa Roho Mtakatifu hawana. Uniambie mchungaji ni wamo Tanzania au dunia ambao walikiri neno la Kristo. Unaona? Lakini wamo ambao hawataki kufunga, hawataki kuomba. Wamo ambao wengine walijiinua kwa sababu ya kuona wachungaji wanategemezwa, wachungaji wanawapa sadaka. Wao wanakuja kwa ajili ya mali ya fedha. Wengi haji kwa sababu ya roho ya mtu inayoangamia. Yeye anakuja kwa ajili ya fedha. Lakini Mungu anasema fedha na mali fedha na dhahabu ni mali za nani? Za kwake mwenyewe. Hivi ya Mungu. Lakini mtu anakuja kwa ajili ya mali kwanza. Okay, mchungaji, hiyo story ya kuzimu kidogo inanishangaza. Kuzimu ni wapi? Mpaka unasema ulichukuliwa ukapelekwa. Kuzimu ipo yani hadi mpaka kwenye Biblia kuna magereza mengi kuzimu. Okay, kwako wewe sasa achana na Biblia. Wewe kuzimu kwako ulikoenda ni wapi? Ni juu? Mimi kuzimu ni kule huko. Chini. Unaona unashuka. Okay. Kwa sababu malaika akishuka yeye ndiye anajua hiyo milango ya kuzimu. Okay. Ndio milango ya kuzimu yeye anakushuka na ufunguo. Ulipelekwa na malaika sio shetani. Sinajua kuzimu ni kwa shetani. Kuzimu ni kwa shetani, lakini yeye hajapatengeneza bali yeye alipelekwa kama mtu anampeleka gerezani. Kuzimu sio kwamba ni makao ya shetani ya kwake. Alipewa yeye kule kuzimu. Lakini kuzimu kuna magereza nyingi. Gereza la shetani alilonalo ambalo amefungwa pale minyororo, tofauti na gereza la watu wanaotoka duniani wenye dhambi. Shetani sio kwamba ndiye anayetawala kuzimu. Sikiliza, tusile maneno. Fungua hapo Luka 16 mstari wa 19. Angalia hapo. Luka 16 fungua mstari wa 19 au Luka 16 mstari wa 19. Tuangalia hapo tu. Okay. Kama tunaweza tuka. Unasema akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa nasa, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake na ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoonga katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa walikuwa wakija na kumlamba vidonda vyake. Naendelea utaiona. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Abraham. Yule tajiri naye akafa akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Abraham kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Ina maana Lazaro na Abraham nao walikuwa kuzimu. Sasa sikuna kusinitorani. Kwani anapokuja kufufua anaenda kuwatoa wapi? Twende. Soma hapo tutaenda nikupe ushahidi. Okay. Akalia akasema, baba Abraham, nihurumie umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, aupoze ulimi wangu kwa sababu ninateswa katika moto huu. Abraham akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo yako mema katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na kwa sasa yupo hapa anafarijiwa na wewe unateseka. Ndio. Unaona sasa? Kule kuzimu unapokufa, unaona hapa unapokata roho. Okay. Ngoja nikupe utaalamu.
Okay. Unapomaliza kukata roho, wakati roho inakuja kukatika, malaika wawili wanashuka kutoka mbinguni. Okay. Malaika mmoja anakuja na ule mwili wa mbinguni. Ndio. Malaika wa pili anashuka na kitabu kilicho na rekodi ya maisha yako. Ndio. Anapofika pale, roho wanaposema, "Oh, hali imebadilika kabisa." Yani hali imebadilika mpaka yani jicho lina, yani roho inataka kukata. Malaika wanakuwa wameshasimama. Roho ile wanaichukua, wanaiweka katika kwenye mwili. Okay. Mwili mwingine wa mbinguni. Ambao unafanana na huu mwili. Na kwa kama ni mweusi nabaki mweusi hivi. Okay. Kwa nini tunaona Lazaro anamjua yule tajiri wakati wako duniani? Okay, ni vile. Kwani Lazaro sakufa? Ndio. Yani ni vile na huu, yani haubadiliki. Maana yake mwili wa Lazaro ulikuwa bado na vidonda. Yani hapo vidonda, ule mwili unakuja yani hauna vidonda. Okay. Ulikuja wa Lazaro hauna nini? Una vidonda, bali Lazaro anabaki kuwa kirema. Okay. Anabaki kuwa kirema kwa sababu alikuwa ni nini? Ni kirema. Okay. Ndio maana akabebwa katika kwenye kifua cha nani? Cha Ibrahim. Alimuona yule tajiri aliyokuwa anamtesa na mnyima chakula. Ndio. Kule kuzimu yani hawaingiliani, ila kuonana wanaonana. Ina maana wote kwa kifupi, uwe unasali uwe usali, uwe unamwabudu Mungu mwabudu na Roho Mtakatifu, wote tunapelekwa kuzimu. Hata wakina Simeoni Petro bado wako kule kuzimu. Ambako lakini kwao sehemu yao ni takatifu ambayo ina shida. Okay. Maandiko yapo. Kwa yani soma hapa. Ndio. Soma hapa Mathayo 27 mstari wa 51. Mathayo 27 mstari wa 51. Unasema hivi? Na tazama, pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu hadi chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi ya watakatifu waliolala. Okay. Unaona sasa? Kumbe sisi tunajuaga mtu akifa kama alikuwa mwema anaenda mbinguni, kama alikuwa mbaya anaenda kuzimu. Kumbe wote ni kuzimu. Ni mafundisho ya uongo. Okay. Ni mafundisho ya uongo yaliyodanganya watu wakaendelea kutenda dhambi. Okay. Lakini kama watu wangejua hapa, hakuna mtu ambaye angetenda dhambi tena. Okay. Kwa sababu anapokufa mpaka yani malaika anashuka mwenye kitabu kilicho rekodi maisha yako. Okay. Halafu huyu anaingia katika kwenye ule mwili. Unakuwa halisi jinsi ulivyo hivyo. Sawa. Ule kuzimu. Ndio. Kuna mimi nilikuta magereza 370. Magereza 370. Ndio. Ambao yani gereza linafunga mtu kulingana na dhambi zake zilivyo. Okay. Kila gereza lina tabia zake, yani dhambi yake ambayo mtu yule alifanya dhambi azilingane na mateso yalingane. Okay. Na kule kuzimu kuna mateso mengi kuliko mateso hapa duniani. Yani bora ukaishi duniani unakosa chakula kuliko kupelekwa kule kuzimu. Okay. Yani hicho ndicho chai chako. Wewe unafikiri Mungu kukaa kwenye kiti chake kanyamaza akawaangalia wanadamu wanavyofanya duniani amenyamaza? Wewe unafikiri ni nini? Mwanadamu anabeba bunduki anaenda kuua mwenzake. Mwanadamu anabeba upanga anaenda kuua mwenzake. Mwanadamu anaenda kwa mganga, anaenda kusimikwa awe mchawi, analala kwenye majumba ya watu, anawalisha nyama, anawapeleka watu kwenye makaburi. Unaona? Wewe unafikiri ni kitu cha mchezo? Kwa yani kule kuzimu kuna magereza mengi ambayo kila mmoja. Na tukirudi katika kwenye ubatizo, unaona, huu wa maji umenyima watu mbingu. Unaona? Ubatizo wa maji umenyima watu mbingu. Okay. Hakuna mtu yeyote atakayebatizwa alafu akashindwa kuyafanya mapenzi ya Mungu akaja akaziona mbingu. Hakuna mtu yeyote aliyebatizwa ubatizo wa maji akashindwa kupata darasa la Roho Mtakatifu eti akaenda mbinguni. Hila alipo. Mpaka kuna ubatizo na Roho Mtakatifu mpaka uwekewe mikono na maandiko yapo. Okay, sisi tunajuaga labda ubatizo unatofautisha tu kati ya ubatizo wa maji mengi na ubatizo wa maji machache. Sasa kati ya huo ubatizo mwili upi mzuri, ubatizo wa maji mengi na wa maji machache? Yani maji machache yani nakwambia hayawezi kukuondolea sara ya toba, hapana. Yeah. Mpaka waende katika, yani Yesu anasema basi jitie nira yangu. Yeah. Mkajifunze kwangu mimi niliye mpole na mnyenyekevu.
Kama utaki kujifunza Yesu aliyeendea ule mto wa Yordani kwenda kubatizwa, tayari umepingana naye. Yesu wakati anafuata ubatizo wa Yohana, sio kwamba Yohana anaenda Yordani kwamba maji yalikuwa yapo pale kwa baba yake Zakaria. Yalikuwemo kwenye madumu. Angeomba dumu moja akaanza kubatiza watu. Kwa nini aende ule mto wa Yordani? Je, Yesu alienda siku 2. Maji ya mito mingapi aliyokuwa anaipita? Au majumba mangapi aliyokuwa anapita yana maji mure ndani kwenye madumu? Kwa nini asingemwambia Yohana kwamba njoo nibatizie huko? Kwa nini waende kwenye ule mto? Okay. Ni kwa sababu wanafuata jinsi walivyoambiwa na Mungu. Ndio swali langu lilikuwa linakuja hapo kwamba Yesu alipita mito mingine, Yohana naye alipita mito mingine akaenda kubatizia Yordani. Sasa swali langu ni hii mito ambayo nyinyi huwa mnachagua kubatizia, labda wewe upo huku Shinyanga unaamua bwana hapa nipo Kakola naenda kubatizia kwenye mto ambao upo jirani, na mwingine yupo wapi huko anaenda kubatizia kwenye mto ambao upo jirani, huwa mnachaguaje hii mito na kwa nini wao walikuwa wanachagua huo mto mmoja wa Yordani? Yani kwa mfano kama ule mto wa Yordani, kama sisi tunabatizia katika kwenye ule mto, hao wengine wabatiza katika kwenye bahari, unaona, ni kwa sababu yeye kuendea ule mto ulio mkubwa. Na kama unabatiza unaweza kaenda baharini au katika kwenye maziwa au katika kwenye mito mkubwa ambao maji hayakaukagi. Sasa kaingia katika kwenye kubatiza kwenye mto ambao maji yanakauka. Ina maana yani huyo yani maisha yako nakuwa umeyakausha sasa. Sisi tunatafuta mto ambao kaukagi. Sawa mwalimu. Labda cha kumalizia. Hapo cha kumalizia mimi ninashuhudia ulimwengu huu tuwe na moyo mzuri wa kujirudi na kutafakari sana neno la Mungu. Tusifanye neno la Mungu kama mazoea. Mungu sio kuzoea. Kwa kuwa yani tulidanganywa kwamba sisi tukila tunda tunakuwa kama Mungu. Tukapigwa laana ya ukubwa huu wa kutafuta ukubwa. Lakini kwa kuwa Yesu Kristo ameshatuambia kwamba sisi tuwe watoto wachanga katika kwenye neno la Mungu, na ukiwa kama roho ya mtoto mchanga, ufalme wa mbinguni lazima utauona. Kwa sababu utamtii mchungaji, na katika kutii mchungaji akikwambia kwamba nenda kafunge siku 3 kavu, lazima ukishakubali sawa mtumishi wa Mungu ngoja nifunge, tayari umemkiri Yesu Kristo na unakuwa mwaminifu, unafunga kweli, unaona. Na wakianzisha mfungo kanisani, unatakiwa nyote muwe waaminifu kufunga, unaona. Sio kwamba yani kuacha hawa wengine wanasingiziaga kwamba na vidonda vya tumbo. Na ni kweli katika makanisa yaliyo mengi wana vidonda vya tumbo kwa sababu ya laana. Vidonda vya tumbo ni laana. Okay, sio kwa sababu ya kufunga. Ukifunga vinakauka. Hata kama ni ukimwi ukaoga mtu akafunga, yani akafunga, cha kwanza ukimwi inaondolewa siku 5 kafu. Okay. Kansa inaondolewa siku 5. Okay. Yani pressure hii kisukari siku 5 kavu auli mchana na usiku. Siku hizi 5. Ukija kuanza kumeza uji, unakuta kila operation iliyofanywa mule ni hatari. Magonjwa yote yanaondolewa na mfungo. Mfungo ni siku 5 bila kula. Siku 5 ovwe. Hivi kweli sinasemaga mwanaume anaishi siku 5 bila kula Si ndio, yani kwa sababu ya science zao. Kwani imeandikwa wapi huko? Okay. Wao walipoandaa mipango ya kupotea, ya kubebana na ulimwengu, wakaachana na mambo ya Mungu. Kwa hiyo kwa kawaida mwanadamu kama wewe mchungaji, unaweza kufunga siku ngapi ndio mwisho? Mimi yani siwezi nikawa na hesabu, nikiwa nimeambiwa na Mungu. Ninafunga kulingana na Mungu alivyoniambia. Hata siku 10. Siku 10. Au tuseme katika maisha ambayo tayari umeshafanya, tuseme katika ambayo umeongozwa na Mungu. Siku ngapi? 21 nimeshaifunga. 21. Unakula usiku tu. Miaka mimi niliweka naziri ya kufunga tangia asubuhi mpaka jioni. Miaka 3. Humo nikafunga yani siku 14. Kavu. Humo nikafunga siku 21. Unaposema kavu unamaanisha nini? Kwamba yani unakula usiku tu chochote wala maji. Tena mimi nikianzia kwenye mfungo, unapofika kwenye mfungo wa siku ya 5,
ndo nguvu inaanza kushuka ya kutoku kunani, kwa sababu dhambi zote unakuwa umeshazivunja. Kifunga leo kwamba ngoja nifunge siku 3 kavu. Ndiyo. Yaani unaposema kavu maana yake ya kutokula chochote. Hakuna kula hata usiku. Wala maji hata usiku. Hauli chochote. Unapokaa utangia asubuhi kuja kufika saa 4, zile saa za kula, njaa itakuja kali sana kama hujawahi kula. Ni kwa sababu ya dhambi zinakuwa bado ni nyingi. Okay. Unapofika saa 7 mpaka roho inakuwa inakuambia kwamba suure ufungue, utakuja ufunge siku nyingine. Dhambi bado ni nyingi. Okay. Unapokuja yani mpaka saa 12, unaona unaanza kutamani haraka haraka ili ufanyeje? Yani vimechelewa, yani saa unaanza kuwa naziangalia. Okay. Dhambi ni nyingi. Okay. Unaona sasa? Unapoingia kwamba yani ngoja yani hapo na mfungo wako wa mnyororo, unaingia kwenye saa 3 za chakula cha jioni. Hapo ndo yani hapo mtu anakuta na kuongea haongei. Siku ya kwanza. Ndio siku ya kwanza. Yani mtu haongei. Okay. Yani hapa ameshachukia na wote wa ndani. Okay, mpaka hasira wao inapanda ndio. Ameshakuwa kama mgonjwa. Wakivira vile vyakula vikaisha, ile roho inaondoka inayomdanganya ambao ni dhambi, na yani dhambi ndiye inayotuchukua ili tusipate wokovu. Okay. Akirara ile yani asubuhi ile anaamka roho yani imeshaamua kwamba ifungue ile tena achemshe na uji. Unaona sasa? Ikifika saa 4 hali inakuwa mbaya. Lakini hiyo ni siku ya pili. Anapofika saa 12 jioni, njaa zinaisha, nazoea. Dhambi imekoswa nguvu. Sisi tunawafungisha mara kwa mara. Okay. Inapofika ile siku ya 3 unaifikia. Tena dhambi yani vita shetani hapo ndani aamusha sasa. Kuanza kwamba wewe ulizini, anakuja. Yani wewe uliiba, wewe unawezaje kuwa mtu wa Mungu? Yani njaa zinaanza, vitisho vinaanza. Mpaka hapo nakuwa nasikia karoka na baki kanagonga. Lakini mtu analala. Ufanye maana yake ndio. Sasa yani anapofika katika zile saa za kuwadia kuja kufungua, shetani ameshashindwa. Okay. Kwa yani hapo yani akianzia hapo anafunga. Katika hiyo siku ya 3 anafunga tena, ya 4 anafunga. Lakini hii ya 4 ataingia anasumbuka. Ya 5 anasumbuka. Ikifika ya 5 vimeishia hapa hapo. Unakaa kawaida. Ila kazi unakuwa ufanye wala utembei. Unakaa tu nyumbani. Na nguvu zinarudi hapo, naweza kaanza kufanya na kazi. Kwa sababu mimi ni kama siku hizi 3 kavu. Yeah. Hata ukiondo kauliza, yani siku 3 ni kama vile yani mimi yani ni kama vile labda yani nilikuwa nashinda na kula na kunywa. Okay. Hapo kweli. Kitu kinatoka katika kuzoea. Na ukizoea unaweka roho ya ujasiri. Yesu anasema wale waliotoa roho zao kuziangamiza kwa ajili yangu, roho zao zitaokolewa. Yani maana yake nafsi zao waliozitoa. Tunaposoma labda vitabu vya Mungu tunaona mtu ambaye alifunga muda mrefu zaidi ni Yesu Kristo, alifunga siku 40. Wengi mno. Kuna watu wengine walifunga? Elia alifunga siku 40. Okay. Akiwa katika kwenye safari tena kali, anaenda nchi ya Sarepta kule kwa mama yule mjane. Okay. Musa alifunga yani Musa alifunga kula 43 mlimani wakati wanapanga sheria ya muongozo wa dunia hii, katiba. Okay. Siku 43. Hajawahi kula chochote kule mlimani. Okay. Sawa. Kufunga wanafunga watu. Kufunga ni sehemu moja ambayo ukifunga bado natamani dhambi. Ukafunga kuna dhambi na kufuata huko nyuma yako. Yani kufunga yani hutaweza, bali utafanyaje? Unawezeshwa. Yani itakushinda, shetani anakudai. Maana kazi yake shetani ni kukushtaki.
Umefunga dhambi ukaiweka pembeni, iko hivi. Yaani umefunga dhambi ukaiweka pembeni. Ili ukija kumaliza mifungo yako tarudia dhambi yako kuibeba na iweka ndani ya moyo wako. Yaani mifungo itakushinda. Okay. Kuna wenzetu kama Uislamu. Ndio. Ukiwaangalia watoto si watoto, wengine ni wababa, wana na mizuzu yao na vitambi vyao. Unaona anahangaika kwa tangia asubuhi eti kuenda mpaka jioni. Na asubuhi yenyewe ni uongo. Umefunga, umekuja kufunga. Umeandaa vyakula, ukavirundika hapo. Ayo, umeandaa daku. Umefukia msosi wa uhakika. Tumbo yani anakula mpaka anaongea na vya ziada. Tumbo limejaa gai. Hiyo ni saa 10 zinakuwa asubuhi, tumbo amejaa. Saa 4 tumbo limejaa. Kija kumwona saa 7 midomo imekauka. Okay. Hapa nakwambia mfungo ni mkali. Saa 12 ameshaingia kwenye sahani. Lakini kuna watu ambao hawafungi, lakini wanaenda mashambani wanalima. Anashindaka analima, anakuja saa 12 hajafunga. Okay. Hajara daku. Unaona shetani anavyodanganya ulimwengu. Okay. Kwa hiyo unajikuta mifungo yako haipo, hata Mungu akuelewi. Ni mifungo ya aina gani ambao ujitesi wewe? Hutaki kuteseka. Sawa. Sawa. Halafu umefunga, roho imeangalia vyakula umefunga. Sawa, tumeongea mengi. Tumalize hapa tuingie kwenye somo lingine. Kwa hiyo mimi ninapenda kuambia Wakristo wote tufuate ubatizo aliyobatizwa mara ya kwanza, watafute wale watu ambao ni mitume waliobatizwa ubatizo wa moto, waweke mikono, maana Roho Mtakatifu anakaaga ndani ya moyo wa mtu. Amen. Bila